Mungu akubariki sana wewe msikilizaji ambaye unaendelea kunifuatilia. Unaweza ukalike, ukacomment, ukasubscribe pale ambapo unaendelea kupata hizi habari. Kuna jambo moja ambalo nataka niseme na wewe. Kitu ambacho nataka niseme na wewe ni juu ya maamuzi. Watu wengi sana wanafeli kwenye maisha kwa sababu ya kutokuwa na maamuzi. Lakini pia na watu wengi sana, iwe ni vijana na binti, wamefeli kwenye mahusiano yao kwa sababu ya maamuzi. Na kinachowafelisha sio wao, kinachowafelisha ni wazazi wao. Najua kwa karne ya leo wazazi wamechukua nafasi kubwa sana kwa ajili ya kuamlia watoto wao, kwamba nini wafanye na nini wasifanye. Kwa hiyo ni kweli mzazi unaweza kumwamlia mtoto jambo la kufanya na jambo ambalo asifanye, lakini ujue kuna haki unamnyima huyu mtoto. Tunaona hata katika Biblia kuna watu ambao walifanya maamuzi wao kama wao pasipo kuamliwa na wazazi wao, tukaona matokeo. Tunamuona Daudi alifanya maamuzi ya kupigana na Goliathi, hakwenda kumuuliza baba yake, hakwenda kumuuliza mama yake, lakini tunaona alipata matokeo. Lakini leo hii wazazi wamechukua nafasi kubwa sana ya kuamlia watoto wao. Kwa mfano, unakuta watoto wamependana tu vizuri, na baada ya kupendana mtoto wa kike anakuja kwa wazazi, anamwambia jamani, mimi nimependana na kijana, tunataka tuishi kama mke na mume, kwa hiyo tunahitaji baraka zenu wazazi. Mzazi unaanza kumuuliza mtoto kwamba huyo kijana yukoje, huyo kijana ana uwezo gani, huyo kijana. Baada ya kupata zile taarifa, mwanao anakuelekeza kwamba yukoje au ana nini, mzazi unaingia kwenye maamuzi ya mtoto, namwambia hapana, huyo hafai kukuoa kwa sababu hana hiki, kwa sababu hana hiki. Wewe kwa maamuzi yako ya kibinadamu unamwangalia yule mtoto katika macho ya damu na nyama, au unamwangalia yule kijana uliyeletewa taarifa zake kwa macho ya damu na nyama. Na ingekuwa hivyo kwa Sauli, angemwangalia Daudi kwa macho ya damu na nyama, maana yake mpaka leo yamkini ili taifa la Israeli lisingekuwa na heshima kama hii leo tunavyoliona taifa lina heshima. Maana yake Daudi ndo aliyeliheshimisha hilo taifa la Israeli. Yamkini huyo mtoto wako ambaye amekuja kukuletea taarifa, wewe baba, wewe mama, kwa ajili ya yule kijana aliyempata, kijana huyo kwa sasa unaweza ukamwona hana kitu, lakini baada ya wewe baraka zako kumbariki, kwa basi kwa sababu umeelewana na maamuzi umeyafanya wewe mwenyewe na mmekaa mmeelewana, basi sisi ni kubariki tu, fateni taratibu ili tuweze kuwabariki. Tunaona watu wengi ambao wazazi wenye hekima ya kimungu waliofanya haya maamuzi ya kuwabariki watoto wao, haijalishi kwamba watoto alikuja katika namna ipi, lakini mzazi akabariki. Tunaona maisha yao, tunaona ndoa zao zinadumu katika furaha. Lakini wazazi wengi waliosimama na kuwafanyia maamuzi watoto wao kwamba hapana, usiolewe na huyu, yamkini olewa na yule ana gari, yamkini olewa na huyu ana nyumba, yamkini olewa na huyu kwao kuko hivi. Tunaona maisha yameharibika sana, na tunaona kizazi cha sasa hivi kuna watoto wengi wamezaa na watoto wao wanalelewa na wazazi wao. Kwa sababu gani? Chanzo ni wazazi, so hawa walioolewa, kwa sababu maamuzi ulimwingilia katika maamuzi yake. Tunaona kila mwanadamu aliyezaliwa katika hii dunia unayoiona chini ya hili jua, Mungu alimwekea utashi wa kuelewa, Mungu alimwekea utashi wa maamuzi. Kwa hiyo maamuzi yote anayoyafanya mwanadamu, maamuzi yote anayoyafanya mtu yoyote aliyeumbwa na Mungu, maana yake ndani yake kuna uungu. Kwa maana hata ukiangalia kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 26, Mungu anasema na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Na hiyo tu inaashiria kwamba mwanadamu kama mwanadamu, iwe wewe ndio uliyemzaa, iwe wewe ndio uliyefanyaje, lakini ana uungu ndani yake. Wewe ulitumika tu kama chombo cha Mungu kuachilia hiyo mbegu ndani ya kiuno cha baba, lakini pia na mama tumbo lako litumika kwa ajili ya kuitunza hiyo mbegu na kufanyika sasa hicho kiumbe
kwa sababu aliyefanya ni Mungu, sio wewe. Kwa hiyo niseme tu neno moja, wazazi ambao mnaendelea kuwa na tabia hizi za kufanyia maamuzi watoto wenu, hakika hebu kaeni vizuri na muangalie ninyi baada ya kupatana, nani aliyefanya maamuzi mpaka nyinyi mkaoana. Leo mna miaka 30 kwenye ndoa, mna miaka 40 kwenye ndoa, lakini nani aliyefanya maamuzi? Si mlifanya ninyi wawili, wewe na mke wako? Waachie watoto na wao wafanye maamuzi yao. Nyinyi ni kuwabariki tu, msingilie maamuzi ya watu. Ndiyo anapokuja pale, wewe ni hekima yako tu kumshauri. Kwa ile hekima ya kumshauri pia ina namna yake. Tunamuona pia hata Yusufu alivyoota ndoto akaenda kumsimulia baba yake na ndugu zake, lakini ndugu zake wakafanya maamuzi ya kuchukia ile ndoto, lakini baba kama baba akaihifadhi ile ndoto. Maandiko, kwa mujibu wa maandiko yanavyosema kwamba baba akaihifadhi. Tunaona nini kilitokea kwa Yusufu. Huyu baba aliyehifadhi ndoto ya mwanae, huyu ndo aliyekuja kula mema ya mwanae, huyu ndo aliyekuja kufurahi. Kwa hiyo wazazi, msiwawekee mipaka watoto wenu. Msiwawekee mipaka mabinti, msiwawekee mipaka vijana, msiwawekee mipaka. Waachieni maamuzi yao, na wao pia Mungu anazungumza ndani yao. Hata kama haendi kanisani, hata kama asali, lakini mwanadamu yoyote ana kiungo cha Mungu ndani yake, na kila maamuzi anayofanya sio yeye, ni Mungu. Yamkini yeye ni Mungu anasema ndani yake, au ni nguvu nyingine. Kwa hiyo nimalize tu na kusema kwamba Mungu awabariki sana, na unavyoendelea kunisikiliza, kuna namna na vitu vingi sana tutaendelea kushare, na kama unahitaji msaada katika hiki ambacho ninakuelekeza, kwa sababu unaweza ukaona nisikiliza, lakini usijue kwamba unatokaje kwenye hilo tatizo. Wewe mzazi, una watoto wako wa kike 10, wote wapo nyumbani hawajawahi kuolewa, lakini una watoto wa kiume 15 au watoto 6 au 3, wote wapo nyumbani hawajawahi kuoa. Kwa sababu gani? Kuna shida iko hapo. Kwa hiyo ili utokane kwenye hizo shida, basi nitakuwekea hapo namba ya simu. Ukisikiliza hiki kikugusa, nitafute tu private tuweze kuongea, tuone namna gani ambavyo tutasaidiana katika hili janga. Shalom, shalom.